furaha yetu kubwa na shukrani kwa Allah kuweza kukutanisha katika muda huu, muda maalum katika majambo ya kheri. Hatuna la kumweleza Allah isipokuwa tusema alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kupoteza muda, ratiba yetu inatuonyesha mgeni wetu wa leo ni Sheikh Muharram, lakini kwa dharura iliyojitokeza ya musiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mida hii ndo anazika maeneo ya Mbagara Maji Matitu. Tunatarajia atafika ila kwa kuchelewa. Nia yake ni kuhudhuria hapa wala wapata dakika 10-20 na kuweza kulizungumza lile ambalo alikuwa amelipanga. Lakini kwa udharura huo mashaka hapa anatambia dharura huyaondoa yaliyopo. Ndio. Au shaka ni kosa, ndio. Nilikuwa nimepanga kula ubwabwa lakini ikaonekana pana budget haikubali. Nikubali dona. Utashinda kula kwa bwana, mimi sitokula tena kwa sababu nilipanga kula ubwabwa. Sasa kuna budget ya dona, mimi si itakuwa hivyo. Utakula. Sasa kwa sababu katika jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, raudha haja na umra imeshiba. Yaani huwezi ukafeli kwa sababu aliyopangwa leo hayupo tuondoke. Hapana. Kitakazungumzwa ni kile kile, ila utofauti ni wale wazungumzaji tu. Alipangwa Mzee Hassan, kumbe atazungumza Mzee Antari. Kwa hiyo mada ni ile, ila tofauti ni wale wazungumzaji, na ufasaha wa kuzungumza ndio ule ule. Hilo katika raudha tunamshukuru Mwenyezi Mungu atujalia hili swala. Kwa hiyo ile mada ya Sheikh Muharram atazungumza Sheikh Muhammad Ali bin Hassan Kibabu. Wote tunamfahamu. Miongoni mwa mashaikh wa raudha baada ya Sheikh Uthman Maalim yuko Sheikh Muhammad Kibabu. Na wengine tunashika viatu kwa shida mashaikh hao. Lakini leo tuna mgeni. Tuna mgeni Sheikh Muhammad. Naam abi. Ndugu yetu na Sheikh Juma ni mgeni wetu. Nikaribia alhamdulillah. Kwa hiyo tunamkaribisha katika hadhara hii, katika darasa hizi. Tutampatia walau dakika 5 baadaye ili aweze kuwasalimia ndugu zetu au ndugu zake. Na kwa kuwa katika misafara hii alishawahi kushiriki na kufika huko, huenda akawa na neno la kuweza kuwafikishia hawa watarajiwa. Kwa hiyo Juma, karibu sana. Hii ndio raudha na hawa ndio wana raudha, na wewe ni mwana raudha. Kaitangaza raudha huko uliko, na kila mtu aitangaze raudha huko aliko. Mmoja katika hii swala la ibada ni moja katika kazi ambayo wamefanya mitume. Kwa hiyo ujifakarishe kufanya kazi ambayo wamefanya nani? Wamefanya mitume. Nabii Ibrahim alizungumza tu pale wakati fi nas bil hajj wa kurudisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sauti ile ingefika huku Tanzania, isingefika Mabibo, isingefika Magomeni wala watu. Lakini kuna watu walichukua kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatufikia. Na wewe ichukua upelekee wengine. Maana hii utakuwa unafanya kazi ambayo umefanya mitume. Ni fahari kubwa. Na wewe ukaenda ukakanyaga sema umekanyaga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukaenda ukakanyaga sema umekanyaga Bi Khadija. Ukaenda ukakanyaga sema umekanyaga Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na wengineo ambao waliweza kupambana mpaka Uislamu wetu tukaupata. Kwa hiyo inshallah nisimalize maneno. Naona kama chaji inaendelea ku Sheikh Muhammad karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه واجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumeingia tena leo katika darasa zetu na muendelezo wetu wa hizi semina na miongozo ya hija. Darasa ya leo kama nilivyosema alikuwa Sheikh Muharram Mwaita, wengi tunamfahamu na wasiomjua ni mkurugenzi wa Africa TV Swahili. Yupo amepata msiba, alinijulisha, kwa hiyo amependa kusika. Alitarajia wanaweza wakawahi lakini amechelewa, kwa hiyo nilichofanya nikamwambia nitumie hiyo mada ambayo leo ulipanga kuizungumza. Walillahi alhamdi, amenitumia. Na mada kubwa ambayo tulipanga kuja kuizungumza ni hija ya kimatendo, lakini pia na makosa ambayo yanatokea katika kutekeleza ibada ya hija. Hili ni andiko la daktari mmoja anaitwa Saleh ibn Ali al-Arrad. Kwa maana alijaribu kufanya istiqra, kuangalia kwa miaka ambayo yeye ameshiriki au amehudhuria katika ibada za hija, na kuangalia namna ya utekelezaji wa watu katika ibada ya haji. Ni vitu gani ambavyo wanafanya viko sahihi na vitu gani ambavyo wanafanya haviko sahihi, kuanzia katika ibada ya hija, ibada ya umra, lakini pia na ibada nyingine ambayo tutakwenda kuifanya wakati tupo Madina, ibada ya kumzuru mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe, tuweze tukapaona, tukamwombee dua na tukatoe salamu inshallah. Kwa hiyo baadhi ya makosa ambayo huwa wanatenda watu ambao wanafanya hizi ibada. Kosa la kwanza ambalo amelizungumza ni makosa ambayo yanahusiana na ihram. Makosa ambayo yanahusiana na ihram. Na inawezekana ukawa bado hujafika na hujatekeleza hii ibada, lakini makosa haya yakawa yamejengeka katika akili yako au katika ufahamu wako. Kwa maana kuyazungumza ni moja katika kuyaondoa kama yapo katika fikra, lakini kama hayapo bali kuyajua kwamba ukifika hili na hili na hili nikiyafanya huwa ni makosa. Anasema cha kwanza wengi wanafanya katika ihram tajawuzul miqat, kuvuka sehemu ya miqati na kutokuhirimia wanapofika maeneo yale. Akasema kwamba mtu ambaye amevuka sehemu ya kuhirimia na akawa na uwezo wa kurudi, kwa mfano unahirimia kwa kupita sehemu ya ihramu kwa miguu au kwa gari katika mazingira ambayo unao uwezo wa kusimama na kurudi tena, basi katika sehemu kama hii ukitajawazil miqat katika ihramu na ukawa na uwezo wa kuweza kurudi, basi ni bora urejee ili ukaanze salama, kwa maana ukatie nia yako ya ihramu kwa upya. Anasema lakini pia kwa huyu ambaye atakayekuwa amepita sehemu ya ihramu na hana uwezo wa kuhirimia, basi anakuwa anatoa fidia. Lakini katika hii fidia, moja katika makosa ambayo anasema huwa yanatokea ni mtu kuila ile fidia yeye mwenyewe. La yaakulu minha
au yahdi shay'an. Katika moja ya makosa ya ihram yanayohusiana na mambo ya ihram ni ile kuitakidi mtu kwamba rakaa mbili za kabla ya kuhirimia kwamba ni wajibu. Katika wajibati hatujataja hili jambo nakumbuka, lakini unaweza kufika msikitini, labda kwa wale ambao wanahirimia kupitia msikitini. Sisi tutahirimia tukiwa tuko angani. Kuna watu wanahirimia kupitia msikitini, yani wanapita labda Dhulhulaifa na gari, wanashuka pale, wanakwenda kutia udhu, wanaswali rakaa mbili. Rakaa mbili zile ni rak'atay al-ihram. Sasa wanasema wengine labda anaweza kafika akajiona kaingia msikitini kafanya hivi, wenzake wameondoka, anakimbilia gari, akaanza kuona kwamba labda ameacha wajibu. Ameacha wajibu. Au umekwenda kufanya umra msikiti, labda umeenda kunuia umra uko ndani ya Maka, umemaliza umra yako ya mwanzo kama tulivyosema kwamba ukaenda kujiongezea. Ukafika ukahirimia, labda mmekwenda na taksi, ukachelewa, ulikuwa labda Maliwatoni au wapi, ukatoka, wenzako labda ndio wanatoka msikitini. Wenzako kwambia sisi tumeshaswali rakaa mbili za ihram. Ukasema mimi sijaswali. Ukahisi kwamba ni wajibu kwako kuswali zile rakaa mbili. Zile sio rakaa mbili za wajibu. Ni sunna kwako kuswali rak'atay al-ihram pale unapoweza, na usipokuwa mwenye uwezo, huna muda au hauko katika hali inayokuruhusu wewe kusali, basi wala usiingie unyonge, hirimia kama kawaida, nenda katekeleze mambo mengine ambayo unayoweza kuyatekeleza na unaruhusiwa. Jingine, baadhi ya kina mama kuitakidi kwamba kuna mavazi maalumu haya ndiyo ya kuhirimia. Kwa mfano labda jana hapa tumegawa nguo za aina fulani. Kwa hiyo mtu ikatokea labda wakati wa safari yake katokea akaiacha au imechafuka au dharura yote ambayo imetokea, kwa hiyo akaona wenzake wote labda wamevaa nguo nyeupe au wamevaa majuba, akahisi yeye akivaa kanga zake labda na baibui labda atakuwa amekosea. Kwa mwanamke hakuna nguo maalumu za kuweza kufanya nini, kwamba zinampasa hizi ndio nguo za ihram. Kwa maana kudhania au kuhisi baadhi ya kina mama kwamba kuna nguo maalumu kwa ajili ya kufanyia ihram. Jambo lingine ambalo huwa linatokea au baadhi ya makosa ambayo anayafanya haji katika masuala mazima ya ihram, تعمد بعض الحجاج الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة وهذا غير صحيح. kwamba kuna watu wanaitakidi ile mwezi 8 ambayo ndio tumeamua sisi kwamba ndio tunafanya ihramu yetu siku ile. Tulisema kwamba unaweza ukahirimia hata mwezi 9, kwa sababu kuhirimia mwezi 8 sio lazima, lakini kuhirimia ni lazima. Kwa unaweza ukahirimia mwezi 8 ili ukapumzikie Mina, au ukahirimia mwezi 9, hasa kwa wale ambao labda wamechelewa kufika Maka akafika mwezi 9, au wale ambao ni wagonjwa wakati mwingine, kwa wakati wanazidiwa wanakuwa hawawezi kupelekwa labda ile siku ya mwezi 8 katika viwanja vya Mina. Watu hawa huwa wanahirimia mwezi 9 na wanaondoka moja kwa moja kuelekea viwanja vya Arafat. Mwezi 9 ukienda Mina unapishana na watu. Kwa hiyo baadhi ya watu wanahisi kwamba kuhirimia madam niko katika eneo la Maka kwamba ihram yangu nikaifanye ndani ya msikiti. Haya ni baadhi ya makosa ambayo watu wanaitakidi kwamba ni lazima kuhirimia ndani ya msikiti wa nini?
wa Maka. Mtume amesema yule ambaye yuko ndani ya Maka katika maeneo ya karibu na msikiti, kabla hujavuka maeneo ya kuhirimia, basi wewe utahirimia katika sehemu gani? Sehemu ambayo uliofikia katika makazi yako uliokuwa unakaa, utaanza kuhirimia pale. Kwa si lazima au ukaitakidi kwamba ili niweze kutimiza ihramu yangu niende wapi? Msikitini nikahirimie. Hizi ni baadhi ya itikadi ambazo watu huwa wanaziitakidi kimakosa. Anasema kuwa na ittiba. Ittiba hii ni wahusu sana kina baba wale ambao wanavaa ihram. Tulisema kwamba unavaa kama lubega, kwa maana upande mmoja unakuwa unafanya nini? Unauacha wazi. Sasa hili linafanyika kipindi ambacho tunakuwa kama na tawafu al-qudum. Tawaf al-qudum, ile tawafu yako ya mwanzo ndiyo ambayo unafanya hivi. Sio labda umetoka tayari kwenye haji, umefanya matukio yake, unakuja pale kukamilisha ile tawafu yako ya hija, basi wewe pia bado unafunua bega lako. Hii ittiba ni hasa katika ile tawafu yako ya mwanzo ambayo ndiyo unafika wapi? Makkah al-Mukarrama. Katika mambo ya makosa, arramlu fi ashwati at-tawafi kulliha. Tumeambiwa kwamba ni sunna wakati wa kufanya tawafu kwamba unakuwa unakwenda kwa mwendo kasi kidogo. Sio mwendo wa kukimbia wala sio wa kujogging Unakuwa kama umechangamka tuseme. Hauendi ile wanasema kizezeta kwamba ukaonekana umechoka. Yaani unafanya tawafu huku uko hoi. Si ndio? Unatakiwa ufanye ar-raml. Lakini sunna hii pia inaweza ikagongana na mazingira. Kama alivyosema Sheikh Juzi, Sheikh Taha, kwamba unaweza ukataka kwenda kasi, lakini pamoja na gari yako ina spidi 180 kukawa na foleni. Kwa kasi yako ikawa ya bure, hata ukipiga kingora hakuna sehemu ya kupita. Hata kama una uwezo, huwezi kupita. Kwa hiyo raml sunna kwanza uwe na nafasi ya kuifanya. Usilazimishe sasa ukaanza kufanya nini? Kuwapushi watu na kuwaudhi watu. Ukasema kwamba natekeleza sunna huku unafanya jambo ambalo ni makruh. Na inawezekana makruh yenyewe hiyo ikafikia mpaka kwenye uharamu. Kwa maana unataka kulazimisha kufanya jambo la sunna, ukaja ukagombana na mtu mwingine. Ukaingia katika matukanano, mikwaruzano na mtu mwingine. Kwa maana ukawa umepata dhambi. Sunna imezidiwa na haram. Si ndio? Negative na positive. Watu wa hesabu ipi na nguvu? Watu wa hesabu. Hamna waliosoma hesabu. Zote ziko sawa. Ukichukua 3 positive na times 2 negative unapata nini? Unapata negative. Kwa hiyo ipi ina nguvu? Negative ina nguvu, si ndio? Kuliko positive. Kwa hiyo jambo la sunna na jambo la haramu litaharibu jambo lako la sunna. Utakuwa umeingia katika uharamu. Uwezo ukasema bwana nimewaudhi watu, nimepata dhambi, lakini nimefanya jambo la sunna, nimepata thawabu. Thawabu zako zimepita katika mpito ambao sio sahihi. Sawa jamani? Kwa hiyo ittiba wa yuqsadu bihi an yakshifa al-muhrimu al-ihrama an katifihi al-yumna. Bega gani? La kulia, ambalo watu ndio wanaliona, waliokuwa mbali wanaliona. Si ndio? Na hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kusudi wakati anakuja kufanya ile umra ambayo walimzuia makafiri mwaka wa 8 kwamba asifanye nini? Asiingie Maka katika sulhul Hudaybiyah. Nadhani wote tunaifahamu katika tarehe au katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyozuiliwa, akakubali tu unyonge, angalau masahaba walikuwa wakali,
lakini aliangalia yajayo ni mazuri kuliko haya, si ndio? Alikubali baadhi ya masharti ambayo ukiangalia kwa haraka haraka ni masharti yanayomkandamiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye aliyakubali kwa kuangalia mbele. Na hii inatupa plani kubwa sana ya uvumilivu katika upangiliaji wa mambo yetu. Tusiwe ni watu wa kuangalia hapa, tunaangalia madal baid, mnaita strategic plan, sio tunaangalia zile hizi za hapa tukimaliza tumeondoka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali kuwa mdogo, alikubali kuandika mikataba migumu, lakini alikuwa anajua kesho yake. Wenyewe mnasema kesho yetu inafurahisha, yajayo yanafurahisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali. Masahaba alikuwa wakali. Mfano walivyokwenda wale wawakilishi wa Mtume, wanaambiwa waandike mkataba, huu ni mkataba ambao ameingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, na makafiri. Walikataa, akasema wewe andika tu hapo, sisi tunaingia mkataba Muhammad mtoto wa Abdullah, usituambie Muhammad Rasulullah. Anasema sisi tungejua kama huyu Muhammad Rasulullah tungemzuia sisi. Yani ile pointi ambayo ya ugomvi wetu ni kuwa huyu kujiita mtume. Sasa tuandike mkataba ambao unamthibitisha huyu ni mtume. Ondoa. Masahaba akakataa. Sema sisi bwana tunaandika mtume. Mtume akamwambia andike hivyo. Muhammad ibn Abdullah. Toe ni cheo nini bwana? Si ndio? Nitabaki kuwa mtume, wanikatae, wanikubali, hayo maandishi wala. Kwa hiyo ni mikataba migumu, lakini Mtume alipoingia sasa kwenda kufanya ile umra baada ya mikataba kupita, aliwaambia masahaba zake, yote kwa yote, fungueni nini? Fungueni bega zenu hizi. Watu waone nguvu zenu. Watu waone nguvu zenu. Yaani tumekubali sio kwa unyonge. Tumekubali tu jambo lifanye nini? Liishe, tuendelee. Kwa hiyo hii ramlu ambayo inatakiwa ufanye wewe unafanya, lakini inasema kwamba wayabqa kadhalika ila an yuhirla hirmahu, wa hadha khata'un sha'i'un 'inda kathirin min al-hujjaj. Was-sahih anna kashf al-ihram 'an al-kataf al-yumna lil-muhrim huwa ma yusamma bil-ittiba' mashru'un fi halati tawaf al-qudum faqat, fa idha farigha minhu a'ada rida'ahu ila halatihi qabla at-tawaf bi an yughatti katifaihi bil ihrami wa yukmila nuska. Kwamba hii tena ittiba isiwe ndo design yako tena kila wakati bega lako liko wazi. Hii umepewa nafasi ni katika kipindi cha tawaful qudum. Ukimaliza baada ya tawafu yako, ukiwa unaendelea na yale matendo yako mengine, unarudi katika hali yako ya kawaida. Hii inawahusu sana kina baba, lakini pia hata kina mama. Ukimwona yule unayeweza kumwambia na akanisikia, basi unamwambia bwana, tuko sehemu fulani hapa, hatuko kwa tawaful qudum, funika ndani yako. Lakini ukiona hapa nikifanya inkari al-munkar, umekutana na Nigeria baba limeshiba, au unaanza kumwambia alaji, anaweza ataka kusukuma. Maana inkari al-munkar kuna hatua zake. Ukiweza kwa mkono mwambie. Kama umemwona mumeo kafanya hivyo, anamwambia funika, si ndio? Umeona unaweza kumwambia huyo umefanya kwa mkono, ukishindwa anamwambia kwa mdomo, baba funika hiyo. Ukishindwa basi katika moyo utachukia, kuonesha kwamba hili linaloendelea sio zuri, lakini sina uwezo wa kufanya. Kwa hiyo baada ar-ramlu, tumesema ramlu yetu ni zile mizunguko mingapi? Mitatu tu ndio ambayo wewe unatakiwa kukaza mwendo. Baada ya pale unarudi katika hali yako ya kawaida. Jingine anasema ni ihmalu talbiya baada al-ihram. Watu wengi wanakuwa wanapuuza kupiga talbiya baada ya kuhirimia. Yani wengi wanaweza katoka huko akafanya labbaik Allahumma labbaik labbaik, akafanya vitu vyote hivi kila wakati na talbiya, lakini akishafika sehemu ya kuhirimia anaambiwa hapa sasa pale labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ila al-hajj. Akishafika pale anaona kama akishamaliza talbiya, unaendelea nayo. Tumesema unakuja kukatiza siku ya katika haji siku gani?
siku ya asubuhi ya siku ya Eid. Sawa jamani? Au wengine wanasema baada ya usiku katika ile siku tuliotoka Arafa. Ushaingia muntasafi al-layli, basi na upige talbia, unaanza kupiga takbira. Lakini kwa wale ambao tuko majumbani huku, mara nyingi talbia ikishazama jua tu mwezi 9 unazisikia zinaanza kupigwa kuonyesha kwamba sasa ni dalili kwamba tumeingia yaumul Eid. Kwa hiyo talbia ziendelee na unazifanya hizo mpaka pale ambapo utakapokuwa ima katikati. Wengine wasema unaweza ukaendelea kupiga zile talbia mpaka wakati unatupa mawe. Ile jamra ya kwanza wakati unatupa mawe pale sasa ndio unakatiza talbia. Zipo baadhi ya hukumu wakati mwingine huwa tunatofautiana, yule ambaye yuko huku nyumbani na wewe ambaye unaitekeleza ile ibada kule. Si ndio? Huku nyumbani kwa mfano siku ya Arafa tumeambiwa tunafanya nini? Nafunga. Ni sunna na siku kubwa sana. Lakini wewe uliokuwa kule hija unaambiwaje siku ya Arafa? Usifunge. Si ndio jamani? Kwa hiyo baadhi ya mambo tunashare, baadhi ya mambo tunafanya nini? Tunapishana kutokana na mazingira ya wale ambao wako katika ibada. Mwingine anasema wapo watu ambao akishavaa ihramu wanahisi kwamba ile ihramu hawezi tena kuifua. La yumkin tamdhifa. Kwamba nishahirimia sasa hii tena haifuliwi mpaka nitakapokuwa nimemaliza hija. Baadhi ya watu unaweza ukacheka, lakini wapo baadhi wanasema nishahirimia hii nguo yangu ya ihramu hapa sivui mpaka nimemaliza matendo yangu ya siku ya 10 ile, labda nishatupa mawe, nishakata nywele, basi sasa nakuwa na tahalluli ndogo wanaita. Unakuwa unaachiwa uhuru kidogo, uweze kufanya baadhi ya mambo ambayo yalikuwa umeharamishiwa katika kipindi chako cha ihram. Kwa hiyo unaruhusiwa kusafisha ihramu yako. Jambo lingine la mwisho hili, labsul quffazaini fil yadaini wal intiqabu lilmar'ati almuhrima, wa hadha khata'un yaqa'u fihi kathirun min an-nisa. Tumelizungumza mwanamke kuvaa nini? Niqabu wakati katika ihram, au kuvaa nini wengine quffazaini, yani socks zile fil yadaini, gloves mnaita zile, mashallah. Ni vizuri as-sunna adamu lubsihima. Sunna ni kutokufanya nini? Kutokuzivaa. Kwa maana ukizivaa unakwenda khilaf as-sunna. Ibn Umar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-muhrima la tantaqibu, havai niqabu, wala talbisu al-quffazaini, wala havai hizo nini? Gloves. Lakini la mwisho katika mambo ambayo ameyataja wakati wa tawafu, wakati wa ihram, anasema rafu ba'd an-nisa'i aswatahunna bit-talbiya. Baadhi ya kina mama kufanya nini? Kunyanyua sauti zao wakati wanapiga talbiya. Kina mama sauti zao zinatakiwa ziwe za chini, si kwa maana asipige talbiya, bali kina baba ndio ambao wanatakiwa watoe sauti zao kwa nguvu zaidi. Haya ni makosa ambayo huwa yanafanyika au yanatendeka kwa baadhi ya watu, au baadhi ya watu wanaitakidi katika kipindi chote cha kile cha ihram. Akaja akazungumzia akhta'un tata'allaqu bit-tawaf, makosa ambayo mtu yanatokea wakati wa tawaf. Si ndio? Nguzo yetu ya pili katika nini? Ya pili katika nini? Katika umra Lakini hii ni nguzo yetu ya 3 au ya 4 katika nini? Katika hija. Sawa jamani? Albad'u bit-tawafi qabla muhadhati al-hajar al-aswad. Kuanza kufanya tawafu kabla hujaanza kufikia ile usawa au engo ya jiwe jeusi. Tawafu yako inatakiwa uanze katika muhadhati al-hajar al-aswad. Usiwe unaanza tawafu katika ruknul yamani, au kwa mfano
inawezekana wakati wa kufika au wa kuingia katika msikiti wa Maka, mlango wenu mlioingilia kutokana na direction yenu ya hoteli iliyopo, mkawa mmeingia moja kwa moja, labda kwa kuanzia mnapokuja mnaiona Kaaba, lakini kwa upande wa Hijri Ismail. Sawa jamani? Kwa kama unaiona Kaaba kwa upande huu wa Hijri Ismail ndio unapotokea wewe, kwa maana itabidi uje, sawa, moja kwa moja utapita mpaka Ruknul Yamani ili uje kuanza kwa usahihi katika engo yako ya Hajar al-Aswad. Usije ukaingia kwa kutokea huku au huku ukasema bwana mimi si hapa na hapa tu, ngoja nianze kabisa ni hesabu. Na kuna wakati unaweza ukaona kwamba ili nifike Hajar al-Aswad ni hapo nyuma tu, ukataka kurudi nyuma ili uanze, lakini mtiti wake ni hatari, kwa sababu watu wote wanatoka hivi kwenda hivi. Yani huwezi, bali utaenda kuumia. Na ndiyo maana kuna baadhi ya mambo watu wanasema wasikilize viongozi kutokana na experience zao zilivyo. Unaweza ukaingilia hapa, jamani Hajar al-Aswad ile ukalazimisha tupiteni huku bwana, pale si karibu tu. Kiongozi akakwambia twende huko, tuzunguke huko. Mbona tunazunguka bure? Lakini yeye keshajua kwamba kwa hapa nitaenda kupoteza watu wangu. Kama nina watu wangu 30 nilokuwa naanza nao, basi mpaka nifike sehemu hii ya kuanzia sasa nyingine nina watu 15. Hata hatujaanza tawafu. Sawa? Kwa hiyo analifanya hilo, twendeni jamani, nini fateni. Wewe kuwa kama mjinga. Sheikh Taha alisema hapa, akasema mara nyingi wanaoharibikiwa ibada zao za hija ni watu gani? Wajanja, wajuaji. Mara nyingi. Lakini wengi wanaofanikiwa ibada zao za hija ni wale wapole waliokuwa tayari kusikiliza. Na ndiyo maana wakati mwingine tunaweza tukaenda hija au umra na watu ambao wameshawahi kwenda, lakini wapo katika group, sio viongozi. Huwa inatokea mara nyingi hawa ndio wanachanganya mambo. Yeye kwa sababu keshaenda mara moja mara mbili, kwa hiyo anataka kuchukua group aliongoze vile anavyotaka yeye. Wanatokea watu kama hawa. Lakini bado tunasisitiza kwamba wewe mfate kiongozi wako. Na ukiwa wewe tayari unajua, muage tu kiongozi wako. Tambia bwana mimi naondoka mwenyewe, natangulia. Kiongozi atajua mtu fulani kafanya nini? Katangulia. Atakuombea kheri umalize. Au bwana mimi naondoka na watu wawili. Nani nyinyi ndio mko radhi kuondoka na huyu bwana? Ndio. Viongozi mmesikia ruhusa, tunamwombea salama. Lakini viongozi wanakuwa na mambo mengi ambayo wanayajua kutokana na uzoefu wa kila mwaka. Kwa hiyo tuanze kwa kuanzia usawa wa Hajar al-Aswad. Na wakati mwingine kutokana na uzoefu unaweza ukasema natoka pale kwenye speaker pale ndio usawa wa Hajar al-Aswad. Kwa hiyo tension yako unakwenda ukafika pale, hata utulivu usiupate ukajikuta umeshasukumwa. Sijui umeelewa? Yaani ukafika katika sehemu ile ya kuanzia, sasa umefika pale ndio wewe sasa ukakuta group limefanya nini? Limekusukuma, lishakupeleka mbele hatua mbili. Kwa hiyo unatakiwa nia yako kwamba mimi nakwenda kuanza pale, nikifika pale ndio hesabu yangu. Kwa kabla hujafika unafanya bismillah Allah. Hata ukisukumwa usinganganie sasa tena umesukumwa, unataka wewe kufanya nini? Kurudi tena nyuma. Upate nafasi hiyo. Kwa hiyo viongozi watakuwa wanatoa miongozo. La pili, adamu tawafu bilbaiti kamilan ka an yutafa bilka'bati wahdaha wala yutafu bihijri Ismail. Kuto kufanya tawafu kwa ukamilifu, kaizunguka nyumba nusu. Kwamba anafanya tawafu kwa Kaaba bila kuizunguka hijri Ismail. Sawa jamani? Yani anatufu, alafu akifika hapa anakunja. Wakati tumesema sisi pamoja na ile Kaaba ukiangalia kimjengo kwamba imeishia hapa, lakini inahesabika hii hijri Ismail iko ndani ya Kaaba. Kwa usione watu wamefika hapa, basi tukatize hapa tu. Tukatize hapa tumeshatokea hapa. Zunguka nje ya hijri Ismail. Kwa sababu ukizunguka ndani ya hijri Ismail unakuwa hujaizunguka Kaaba, bali uko ndani ya nini? Ya Kaaba.
Takbil ar-ruknu al-yamani min al-Ka'ba was-sunnah mas'uhu bil-yadi al-yumna in tayassara dhalika fa in lam yatayassar fa 'ala at-ta'if an yamdiya duna al-isharati ilayhi au al-wuquf 'inda. Tumesema kuna ruknu al-yamani na ruknu ya hajar al-aswad. Sawa jamani? Hii sehemu ambayo sisi huwa ndo tunasema dua yetu ile. Si ndio? Sasa hajar al-aswad katika sunna zake, ukiweza utaibusu, ukiweza utaigusa kwa mkono, hujaweza utaashiria. Lakini je, ruknul yamani kuna sunna gani? Je, nayo tunatakiwa tuibusu? Au tunatakiwa twende pale tukaiguse? Au tunatakiwa tufanye ishara? Sheria inasema kwanza kuibusu ruknul yamani ni kosa. Haijaletwa sheria hiyo. Sheikh Juzi alisema hapa, sheria ni kitu kimoja cha ajabu sana. Umeambiwa salatu al-fajr raka ngapi? 2. Wewe ukiamua kuswali 4 vipi? Umeongeza umepunguza? Ukiangalia kiidadi umeongeza. Unakuwa umepatia umekosea? Mbona sheria ilivyo? Yaani usilete ujuzi wako. Ukasema bwana labda sijida ni 2, mimi nataka niongeze 1 hapa ziwe 3 nipate zaidi. Umeharibu swala yako. Kwa sema kwamba tumeambiwa takbil, kubusu hajar al-aswad au kugusa au kuashiria, basi nafika kwenye ruknul yamani pia sasa nataka nibusu. Haujaambiwa hivyo. Kwa hiyo ukifanya hivyo si kwa maana unapata baraka Ukifanya hivyo maana yake nini? Umekosea. Wewe ukitaka kwenda kuigusa Kaaba, iguse. Lakini usiiguse katika mfumo kwamba hii sasa ndiyo ibada aliyotuelekeza Mtume. Ukifanya hivyo unakuwa umekosea. Sawa jamani? Kwa hiyo ruknul al-yamani kazi yake ni nini? Mashuhu bil yadi al-yumna in tayassara dhalik. Kuigusa kwa mkono wa kulia kama wepesi utakujalia. Kama hujakuwa na wepesi huo, basi kwa yule anayefanya tawafu apite kama kawaida bila kuashiria wala kusimama. Sunna yako wewe ni nini pale? Ukiweza kufanya nini? Kuigusa na mkono gani? Wa kulia. Umeshindwa, hakuna haja ya kuashiria, si ndio, wala kusimama. Ama upande wa hajar al-aswad unao uwezo wa kubusu, umeshindwa iguse, umeshindwa ashiria ili uendelee na ibada yako. Al-muzahama wal-mushatama wa raf'u as-sauti wa rubbama idha'u al-ghayri min ajli taqbil al-hajar al-aswad. Haya niliyasema kupata kupigana, kupambana, kusukumana, kuinua sauti, kutukanana. Mshenleo unakutana na watu pale, mtu mpaka jasho linamtoka, unakutana na mtu mpaka wakati mwingine ihramu yenyewe inavuka. Yote kwa sababu tu anataka akaguse hajar al-aswad. Khilafa sunna, ni kinyume kabisa na mwenendo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama fanya nini? Ameufundisha. Lakini la mwisho, takhsisu kulli shawtin min ashwat as-sa'i au at-tawaf bi du'a'i muayyan. Tulisema jana kwamba kuspecialize, kuweka kitu hasa kwamba kila nikizunguka, mzunguko wangu wa kwanza dua yake hii hapa, mzunguko wake wa pili dua yake hii hapa, mzunguko wangu wa tatu dua yake hii hapa. Au kama nafanya sa'i, utembeaji wa kwanza dua yake hii hapa, wa pili nikija dua. Hakuna dua muayyan. Hujakatazwa kusoma dua. Tuelewane? Hujakatazwa kusoma dua, kufanya adhkari, kusoma Qur'ani. Sawa jamani? Lakini hakuna dua maalumu. Nimesema wapo mashekhe, wapo wanawazuoni walijaribu kuandika vitabu. Mungu awalipe kwa nia yao njema. Hatuwakosoi, lakini walifanya vile kukurahisishia wewe, baada ya kwamba uzunguke upige soga, baada ya uzunguke ujitoe uwe haupo katika sehemu ile, hebu basi jaribu kusoma dua kama hizi. Lakini sio lazima au ukajiona kwamba umeshindwa kuzisoma zile dua katika ile mizunguko au katika zile nyendo, ukaona kwamba sasa nimefanya nini? Ibada yangu imefanya nini?
imeharibika. Na ndio maana ukienda na shekhi wako au kiongozi wako akikusomea dua ukawa unaitikia, fabiha wa neema. Haja kusomea, fanya dua zako. Lakini pia wakati mwingine inawezekana wewe kwa dua zako kutoa sauti ukawa unawaudhi wengine. Na haya ni machache, mengi tunayaona katika misikiti yetu. Na hili huwezi kulijua isipokuwa siku ambayo na wewe utakuwa umechelewa rakaa moja rakaa mbili. Kishatoa salamu tu. Kishatoka salamu tu, wewe tena huko nyuma huna swala. Kwa sababu huna utulivu wa kuweza kumalizia ile rakaa zako 2 au 3 zilizokupita. Wewe sasa utakuwa unasikiliza matangazo tu. Unasikiliza? Ili ulijui mpaka ila siku utakayochelewa na wewe. Ndio utaona na swali, lakini akili yangu je iko kwenye ibada au imamu leo kusanya ngapi, tunatakiwa tufanye nini? Hatuna utulivu. Na ndio maana hata katika dua zetu baada ya swala tunashauriwa zaidi sauti zetu ziwe za chini ili tusiwavuruge hawa wenzetu waliochelewa kuswali. Lakini sio hata kama ni muda wa swala, hata kwenye Qur'ani unasoma msikitini, hata kama una halaka zako na nini, sauti zetu ziwe za chini, kwa sababu watu wengine wanakuja kufanya ibada nyingine ya swala, unamtoa mchezoni. Hata kwenye ibada zetu za tawafu, za sa'i, wakati tunasoma dua zetu tusome katika upande wa utu. Tutawakuta watu wengi, si ndio? Unawakuta Waturuki la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd, wanakwenda, si ndio, na sauti kubwa. Unawakuta wa Nigeria, subhanallah Allahu akbar, wanakwenda sauti kubwa. Unaweza ukajikuta nao umetekwa. Wewe kitu chako kiko hapa, na sasa unadandia. Yaani mzuka umekupanda ule na wewe uko huko. Mwisho baadaye ukija kugeuka wenzako uwaone. Si ndio? Tena washakunja kona wanaenda hivyo, wenzako kumbe ndio ya 7 wanatoka, au unajiona umefika kule huoni wenzako, kwanza unachanganyikiwa. Umakini. Yanatokea jamani. Tukizungumza hivi tuzungumzi yanatokea. Kwa hiyo ni makosa ambayo inabidi wewe kama unayekwenda uyatambue. Kuweka kuhasisisha kwamba kila mzunguko au kila sehemu ya kutembea kuna dua maalum. Dua zetu maalumu zipo za sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisema. Mfano katika tawafu kuna dua Rabbana atina fid dunya hasana, katika sa'i ni dua za sunna. Ukipanda juu kule unasoma ile aya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, mpaka mwisho. Sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ni dua ambazo zipo za sunna. Ukishindwa usilie, pambana uziweze. Si ndio jamani? Pambana uziweze ili uweze kutekeleza sunna. Hujaweza zote, hujakosea. Soma adhkari zako, salatu ala nabi, dua zako, omba Kiswahili, waombea watu wako. Fanya utakapofanya maadamu upo ndani ya sharia. Katika makosa ambayo yanafanyika la mwisho hili ni swala la kung'ang'ania kuswali rakaa 2 za makamu Ibrahim nyuma ya ile makamu Ibrahim. Ushamaliza tawafu zako, si ndio? Na wanasema kwamba ukishamaliza ni sunna. Sawa jamani? Ni sunna kuswali rakaa 2 nyuma ya makamu Ibrahim baada ya tawafu. Lakini ikishindikana usilazimishe, kwa sababu hapo unapotaka kuswali wewe hapo ndo kabla ya dakika 2, 3, 4, 5 wewe ndo ulikuwa unapita unafanya tawafu. Ulikuwa unawakuta watu wanaswali, moyoni mwako unawasonya, unawalaumu. Hawa imekuwaje? Wanaswali hapa wanakinga watu wasifanye nini? Wasitufu. Alafu baada ya dakika 2 wewe unaenda kung'ang'ania pale pale. Na wewe unaenda kuswali pale pale katika nyuma ya makamu pale pale. Tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Unakataza tabia hii alafu wewe mwenyewe unaifanya hiyo hiyo. Ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kwa hiyo tujue kwamba tukifika nafasi ipo. Mfano kama sasa hivi jana nimeona picha za haram, mashaallah, wamezuia wenyeji wote
kuingia katika sahatul haram. Kwa hiyo waliokuwepo wote ni watu ambao wamekuja kwa ajili ya haji, na bado watu hawajakuwa wengi. Kwa hiyo nafasi yani wanasema ya ubwete. Yani uko sasa, lakini utafika katika kipindi watu wengi ndio washafika. Alokwenda wiki iliyopita sio wewe utakayekwenda wiki ijayo. Kila siku mnafanya nini? Mnaongezeka. Kwa hiyo ukifika nafasi ya kuswali rakaa 2 ipo nyuma ya makamu. Swali. Hakuna rudi nyuma, tafuta sehemu. Hakuna sogea katika kule kabisa, hata kule unapotaka kwenda kunywa maji ya Zamzam. Swali sehemu yote katika msikiti. Lakini usitakidi kwamba khalfa al-maqami ni lazima iwe nyuma tu ya makamu. Watakuja kukuua. Wenye nguvu wenyewe wanafanya hivyo, utakuta wameshikana mikono wameshikana mikono na mnei wanazuia watu wao waswali. Sasa watu 4 5 mnazuia watu 100 wasifanye tawafu. Hata kiakili kweli maslaha al-amma na maslaha khasa. Wewe unanunua chipsi mayai alafu nyumbani unashinda kupelekea ugali na dagaa. Ipi tutangulize jamani? Yako wewe mwenyewe au ya nyumbani kule jumla? Sheria iko hivyo. Sheria inakaa katika muwazanati siku zote. Hili na hili. Lipi lina faida? Binafsi au la umma? Si ndio? Una nyumba yako hapo imekaa, serikali inakwambia tunatupitisha barabara. Barabara itapita watu wangapi? Wengi, jamii nzima. Nyumba unakaa wewe na familia yako tu wawili. Tunakwambia tunakuhamisha tu. Anasema shetani tunakupeleka Kisemvuli. Tunakupeleka Kisemvuli, tunakulipa. Barabara inapita hapo. Maslaha amma. Maslahi ya umma ni bora kuliko wanaita public interest, ndio? Ni bora kuliko interest zako wewe binafsi. Haya ni baadhi ya makosa ambayo huwa yanatokea. Tumezungumza yale wakati wa ihram, lakini tumeyazungumza wakati wa tawaf. Akhta tata'allaqu bis-sa'i. Sawa. Makosa ambayo yanatokea wakati wa kufanya sa'i. Sheikh anasema kusoma aya inna as-safa wal marwa min sha'airillahi, tulisoma faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Anasema kuisoma katika kila shout, kila nini? Shout tuseme kila mzunguko au kila mara. Si ndio? Hata wale watu wa mipira wanasema shout. Ile first half tunasema shout, second half tunaita shout. Kwa mubaraa inakuwa na shautain. Si ndio? Kwa kila kipindi kile au kila nini unasema? Umehitaji? Kila mara haraka kwanza, ya pili. Kwa anasema sahihi zaidi kuisoma ile dua wakati unaanza. Yaani umeshatoka kufanya tawafu. Umeswali sunna yako ya rakaa 2. Umeenda umekunywa maji yako, ukajiombea dua, ukatoka sasa unakwenda Safa kwa ajili ya sa'i. Basi ni bora na ni sunna kuisoma ile aya katika mara yako ya kwanza, mwanzo kabisa. Inna Safa wal Marwa mpaka mwisho. Baada ya pale shuka, endelea. Sio lazima sasa kila ukifika kule inna Safa wal Marwa, ukifika huko inna Safa wal Marwa. Ni vizuri kuisoma na ni bora kuisoma katika ile awamu yako ya kwanza kabisa. Yengine anasema al-istimraru fi as-sa'i 'inda iqamati as-salah. Ndio maana nikasema huyu shekhe alipoandika hichi kitabu chake aliandika kwa istiqra, kwamba kaangalia mazingira. Si ndio? Watu msikitini wakija, mfano hapa Kichangani, imamu kwa watu washakimu kule, lakini kuna watu wanakaa nyuma huko wanaswali. Ukiambia mbona swala imekimiwa, kuna baadhi ya watu wanaswali, unaona kama mbona haiwezekani. Lakini ndio hivyo, unaweza kaingia msikitini hapo, subhanallah, swala imekimiwa na unaona, lakini kuna watu wengine wako nyuma huko wanaswali. Sasa sijui jamaa gani. Unaweza kaona ukiamba hivyo ukashangaa, hakuna bwana jambo hili. Sasa huyu bwana anasema kwamba katika makosa wanayofanya watu katika sa'i, kuendelea kufanya sa'i wakati swala ishakimiwa. Yaani kuna mtu yeye anaona swala ikishakimiwa watu wanakuwa wanapungua. Nafasi yake sasa ya kutembea inakuwa ni anaweza akaharakisha. Kwa swala imekimiwa, yanaona hii ndio opportunity. Acha nikamilishe. Hapa watu wengi washapungua, wanashughulishwa na nini? Na swala, mimi sasa ndo niko moto. Anasema hili ni kosa. Kukatisha tawafu yako au kukatisha sa'i yako kwa ajili ya sala ni bora, kwa sababu sala jamaa ni bora, lakini pia inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta.
na wakati wa mwanzo ni bora kuliko wakati unaofuata. Sawa jamani? Sasa ikifika wakati wa sala, simama, kumeshakimiwa, swali. Baada ya swala, jamani, tunainuka tunaendelea tulipofikia. Tunaendelea. Kwa ni makosa hata utakapomwona kiongozi wako tunafanya tawafu au tunafanya sa'i na muda wa swala umefika, anaendelea. Tumesema kumkataza kiongozi wako au mtu wako katika kumuelimisha kuna mambo mangapi? Matatu. Ukiweza mwambie bwana, Sheraja kwa hapa tena hatuendi. Wacha tufanye nini? Tuswali. Umekosa basi mwambie Sheraja bwana, sinabidi kwanza tuswali bwana, alafu tuendelee. Kweli sawa, nilikosea. Umeshindwa kabisa, mimi ningesema hapa atakuwa makubwa. Unachukia na yani kwamba huyu analifanya ni kosa, lakini mimi kumwambia, kumzuia siwezi. Nitafanyaje? Wacha nichukie. Mtume kapanga hayo maratibu. Usilazimishe. Kwa hiyo kosa au makosa ni kuendelea kufanya sa'i wakati swala imeshakimiwa. Jingine, al-i'tiqadu anna al-wudu'a lazimun lis-sa'i bayna as-safa wal-marwa wa hadha amrun ghayru sahih. Kuitakidi kwamba kuwa na udhu, kuwa na tahara ni sharti la wewe wakati wa kufanya ibada ya sa'i. Udhu na tahara ni sharti katika nini? Tawafu. Sio katika nini? Katika sa'i. Kwa ibada ya sa'i haikulazimishi wewe uwe na tahara. Ni vizuri kuwa na tahara na udhu wako. Lakini endapo ukawa umeharibikiwa, sa'i unaendelea nayo kama kawaida. Sa'i sio sharti yake uwe na nini? Uwe na udhu. Anasema jingine pia, i'tiqadu al-ba'd bi darurati muwasalati as-sa'i ba'da at-tawafi mubasharatan. فالصحيح أن للمسلم الراحة بينهما ولو بين الأشواط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Na hili ndio wakati mwingine tunawaumiza mpaka kina mama zetu, au mtu anamaliza kufanya tawafu au sa'i tayari anaumwa kwa sababu kwamba ameambiwa afanye tawafu mizunguko 7, aende sa'i mara 7. Kwa hiyo kaenda mara moja, ya pili akawa amechoka. Unamwambia hamna kupumzika, hii inatakiwa uzimalize zote, si ndio? Au kafanya tawafu kabla hajaingia kwenye sa'i amechoka. Jamani, tumekuja na watu 30, tuko viongozi wangapi? 3. Ukhti, baki na hawa 3 ambao hawajiwezi kipindi hichi. Shekhe, wewe na wewe tangulieni na hawa wanaojiweza wakamalize. Hawa chini wapumzike saa dakika 40, dakika 30. Jamani, vipi, mko tayari? Mko vizuri? Haya, tuondokeni. Wale madhaifu wanachukuliwa, wanaenda kumalizia. Kwa hiyo hakuna ulazima yale matendo yakawa kwa maana kwamba ni nini? Consecutively, hapo kwa hapo. Kama vile sunna ya udhu kwamba lazima iweze nikaosha mkono afu nikakaa masaa mawili nikaja kuosha. Kwenye udhu ni tofauti na ibada ya sa'i na tawafu. Kwa atakapochoka mtu anapumzika, ameinuka yuko vizuri, anaendelea. Sawa jamani? Haya yote haya, usije ukawa wewe uko hoi ni mkubwa ukasema kwamba hapa nitaharibu ibada. Mvute Sheraji hapo pembeni, shekhe, ni bwana hapa nilipo tayari, si ndio? La uqaddimu rijlan wala uakhiru ukhra. Siendi mbele wala nyuma, ngoma yangu imenoki. Hapa mama, tulia, kaa pumzika. Nani atakaa naye? Fulani. Umeshapiga ngapi? Ushapiga 5. Bado ngapi? Bado 2. Haina tatizo, tamaliza. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mtazamo mwingine, الركض الشديد بين الصفا والمروة وهذا خطأ والصحيح أن يكون السير بين الصفا والمروة عاديا إلا ما بين العلمين الأخضرين فالأفضل السعي الشديد بينهما للرجال فقط دون النساء. Watu wanahisi kwamba kwenye sa'i lazima twende mbio. La. Usahihi, nenda katika mwendo wako wa kawaida. Anasema hapa utakapofika katika maeneo ambayo unatembea katika sa'i utakuta alamaini akhdaraini.
alama mbili ambazo zina taa au zina rangi ya green, ya kijani, pale ndio unatakiwa kidogo uende mwendo kasi. Na mwendo kasi huu lirijali faqat, kwa wanaume. Kwa twende katika mwendo wetu wa kawaida. Sa'i kubwa ataifanya mwanamume anapofika katika maeneo yake mawili. Na mara nyingi tunawaambia wanaume wakifika pale, nendeni mwendo kasi. Wakifika mbele wanatusubiri, tunaungana nao, tunaondoka. Si kwa maana mwendo kasi wao wakishapita pale watatuacha. Wanakwenda mwendo kasi, wakimaliza wanapunguza mwendo, wanasubiri, msafara unaendelea. Kwa tusijikalifishe kwenda mwendo kasi, kwa sababu tumeambiwa as-sa'i baina Safa wal Marwa adiyan walaysa la budda an narkud. Mwingine utamwona kabisa kama tena ndo anakimbia anaruka viunzi, Usain Bolt tena. La, hakuna ibada ya vurugu kama hiyo. Raf'u sauti bidua, hili ni kosa ambalo tumeliona kama tulivyoliona kwenye tawafu, kuinua sauti kubwa kwa dua ya pamoja, kufanya vurugu, kuwavuruga wengine. Hili jambo halifanya nini? Halipendezi. Kana kikundi chako, kama wanataka dua ya jamaa, wasomeshe kwa ofisi kwa taratibu, omba waitikie kwa taratibu, lakini isiwe ni kero kwa wengine. Si ndio? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Usiwe mtu wa kupiga kelele sana, la tajhar bi salatik wala tukhafit biha. Isiwe unasema hata maneno yenyewe mdomoni huyatamki. Yaani unasema subhanallah, huyo anatafuna, wanafanya nini? Na wakati mwingine kumbe unasema ile subhanallah hata akili yako haikupi. Yaani unaweza kusema subhanallah na ndani yake hapo ukawa unapiga hesabu nyingine. Kwa hiyo ile khafia ikiwa chini sana nayo inakupoteza. Sawa jamani? Mwenyezi Mungu ametambia wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kuwa hapo katikati. Adhalika ja'alnakum ummatan wasata. Usiwe mkali sana, usiwe tena ndo rahimu kupita maelezo, uwe katika hali ya kati na kati. Kwa hata dua zetu hizi tusiwafanyie vurugu watu wengine. Al-ittiba' fi sa'i iko wakina baba. Kule tulisema ittiba' ipo, si ndio? Lakini katika sa'i hakuna jambo hili. Vaa nguo yako katika hali ya kawaida. Sawa jamani? Jifunike ile rida yako katika hali ya kawaida, uendelee kufanya ibada. Usifanye tena ittiba' wakati unafanya sa'i. Nyingine as-su'udu ila a'la Safa wa a'la al-Marwa. Mtu anafika pale akamwambia kwa wapi ule mlima wenyewe wa Safa? Ule pale. Mimi naomba kidogo shekhi nipande. Sharajab. Afika kule mzee hata anakuambia mimi nataka nipande kidogo shekhi. Nikachungulie kule juu. Si nimeambiwa hapa Safa na Marwa, huu ulikuwa mlima, ngoja nipande. Tukusubiri. La, hakuna sunna hiyo ya kupanda. Kupanda sawa, lakini hatari yake ndio hayo ninayosema. Umepanda kule afu umegojoka na siku hizo wameka marumaru kabisa. Wameka marumaru zile. Yaani ukipanda unaweza hata ukateleza. Sawa jamani, ni alama tu kwamba hapa kulikuwa na kilima cha Safa na kule ndio Marwa. Kwa hiyo haikulazimu wewe ukifika pale upande juu. Utasogea tu katika eneo la mwanzo, utafanya istiqbalul qibla, na kutokana na majengo yalivyo unaweza ukaiona Kaaba ile pale. Kama umetanua basi unaweza usione, lakini mukabili al-qibla ile pale unaiona, kwa sababu kwa haramu ukipotea, yani sio kama huku kwetu unaweza kukuta msikiti wa Kichangani tunaelekea hivi. Ukienda msikiti labda wanaitaje mwenye mkuu jirani tu ukakuta wamekaa hivi. Ukakuta sio labda ukienda Mwembe Chai unakuta umenyoka. Si ndio? Kwa sababu direction yetu ni kubwa ya kuweza kupata ile diversion. Lakini katika haramu ukiwa ndani pale, kwa maana kama Kaaba iko hapa ukisogea hivi tu, umefanya nini? Umepotea. Kwa sababu uko karibu, kwa hiyo mzunguko wako ni mdogo. Sawa jamani?
Kwa hiyo jaribu sana kuwa katika ile muhadha unayoiangalia. Kwa hiyo panda, angalia usawa wa qibla, soma hii dua yako ambayo ina Safa wal Marwa, ondoka zako. Lakini usilazimishe kupanda a'la Safa au kafika a'la al-Marwa. Makosa ambayo yanakuja katika halqi wa taksir, katika kunyoa au kupunguza. الاكتفاء بقص بعض الشعرات من أطراف وسط الرأس، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الكثيرين الذين لا يعلمون أن قص تلك الشعرات لا يكفي ولا يحصل به التحلل من الإحرام، إذ إن الصحيح أن يعم التقصير جميع شعر الرأس للرجل المحرم، وأن خيرا من التقصير حلاقة شعر الرأس كله. أنا سمع kuna watu wanafika pale kwa mwanamume anazungumza, labda angalia tafsiri yake kupunguza kwake, akakata hapa akaondoka. Anasema haitoshi kuwa umenyofoa katika kijisehemu kidogo, bali inatakiwa ufanye taamim, ueneze kichwa chote, sio ukate sana, lakini uguse, kwa maana nini? Sehemu zote. Usije ukachukua tu mkasi wako bwana ukaondoka. Taamim ar-ras. Sawa jamani? Kueneza kichwani kama ni taksir. Kama kunyoa inajulikana, utanyoa zote. Nategemea huko katika mazingira gani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haji aliwaombea ndugu zetu wale wenye kunyoa, aliwaombea mara ngapi? Allahumma arhamil muhalliqin. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قالوا والمقصرين. Yani kama vile yani ushaona sasa hii kwa tabu. Baba naomba siji nichukue. Acha mwanangu. Baba naomba, ushakwambia acha. Karudi tena baba sio. Haya, ukata uchukue ondoke. Unaonaje hapo mzazi? Hujataka kumpa, lakini mwisho umeona nini? Kero lishakuwa hukumache nimpe atoke nje aende wakacheze na wenzake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaomba dua hii aliwaombea rahma wale ambao wenye kunyoa kwa upande wa wanaume. Wengine masahaba wakasema Mtume, na wale wenye kupunguza. Mtume akasema kama hajawasikia, akarudia tena, Allahumma arhamil muhalliqin. Mwenyezi Mungu washushie rehema zake hawa wenye kunyoa. Masahaba akasema wal muqassirina ya Rasulullah. Mtume kama hajasikia akasema tena mara tatu, Allahumma arhamil muhalliqin. Masahaba akasema wal muqassirina ya Rasulullah. Mtume akasema wal muqassirin. Sawa? Kwa hiyo tunaona utofauti na ubora kwa wanaume, lakini kwa wanawake kwa maana kwamba kama tulivyosema atachukua tu sha'ra min rasi. Halqu liha inda halqi sha'ri ar-ras. Kina baba mtu amemaliza ibada yake katika kunyoa nywele zake, anaenda na pia anamwambia na kinyozi na ondoa kabisa na ndevu kabisa. Leo niko safi kabisa. Ndevu kuzifuga ni sunna. Ukitaka fabiha wa neema, hujataka basi usizitani. Kutani tunasema ni lugha nzuri. Usizikebehi. Sawa jamani? Usizikejeli. Sunna, umetoka kufanya ihram yako, ukafanya tawafu, ukafanya sa'i, sunna ni kunyoa au kupunguza nywele. Haijaandikwa kwamba ukasema kwamba tumetoka pale tumeambiwa bwana tunyoe au tupunguze, kwa hiyo nimefanya sunna. Au ukatoka hapo akasema bwana shekhi katuambia bwana ndevu kuna kipindi kunyoa ni sunna. Sijasema hivyo kunyoa au kupunguza nini nywele zako. Baada ya hapo akhta'un tataallaqu bi yawmi Arafa. Jana tulisoma kwa urefu sana siku ya Arafa. Sheikh alitupa fadhila zake, alitupa miko yake, lakini tunagusia hapa kwa sababu tunagusa kila hatua. Makosa ambayo mara nyingi yanafanyika ile siku ya
ya Arafa. An-nuzulu kharija hudud Arafa wa adam taqassi hududaha, kushukia au kufikia nje ya mipaka ya Arafa, alafu mtu akawa hafuatilii, je, nipo ndani au nipo nje? Si tunasema wewe bwana ushukie jangwani, wewe umekuja zako Magomeni, alafu kwa sababu unaiona jangwani na watu wamekaa wengi unasema na mimi niko ndani ya jangwa. Nasema la, wewe haupo katika hududi za Arafa. Kwa katika makosa mojawapo watu wanakuwa wanashuka nje ya Arafa. Mfano mdogo Sheikh Taha alitoa mfano ukifika Arafa kuna msikiti, ule msikiti nusu yake uko ndani ya Arafa na nusu yake uko nje. Lakini unasema mimi nitakaje kwenye hema bwana? Si hapa watu wako ndani na wamevaa ihramu, unawaona kabisa wako ndani ya ihramu wamevaa. Na wewe ukajiona na mimi ngoja nikae. Aso mahujaji wenzangu hao. Ukakaa. Kumbe wewe uko nje. Kwa hiyo kuna lazima ufuatiliaji unaposhuka. Na walillahi alhamd, serikali kama serikali imewawekea mabango. Yaani ukifika kama unavyoona vile unakwenda umefika hapa Magomeni kuna bango linakuonyesha labda huku Ubungo, huku Kariakoo, huku Kinondoni, na kule ukifika mabango makubwa kabisa yale ambayo hayaondoki yanakuonyesha kabisa huna tabda'u hudud Arafa. Hapa ndio panaanza mwanzo wa Arafa. Mpaka mwisho wanakuwekea hapa mwisho wa Arafa. Hapa inaanza Muzdalifa. Hapa ni mwanzo wa Mina, hapa ni mwisho. Wamekuwekea. Maeneo ya Arafa wameweka mabango ya njano si ndio? Maeneo ya Muzdalifa wameweka mabango ya kijani Mina ndo wameweka kijani. Muzdalifa wanaweka namba tu. Kwa hiyo utazikuta hizi alama, sijazikariri moja kwa moja, lakini nakumbuka kwamba kuna mabango sehemu ya njano ya sehemu fulani. Mabango ukiona kabisa mimi niko kwenye kijani, unajua mimi niko sehemu fulani. Kwa hiyo wewe unaposhuka Arafa uwe unafuatilia. Pamoja na viongozi wapo na watakupeleka katika eneo hilo, na wewe ile curiosity yako ile unakuwa nayo taratibu. Al-inshighalu yawm Arafa bima la faidata minhu qawlan wa amala. Ameyasema jana Sheikh. Kushughulika siku ya Arafa na mambo ambayo hayana faida, matendo, maneno, mazungumzo. Jana amezungumza kwa urefu sana hapa. Sheikh anasema ukifika Maka kule, mkifika wakati wa hija, watu wanafanya intiqa, wanatafutana. Yupi mimi ananifaa? Kwa lile lilojia tumekuja 30, 40, 50, lakini nikimwangalia yule mimi ananifaa. Kwa hata Arafa punguza maneno ambayo hayafai. Lakini jingine al-insirafu min Arafa qabla ghurubi ash-shams, kuondoka Arafa kabla ya kuzama kwa jua. Jingine استقبال الجبل المسمى بجبل الرحمة في عرفات عند الدعاء. kuelekea jabali linaloitwa Jabalur Rahma, jabali ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم ndio alisimama wakati anawahutubia watu, ile hutuba yake mashuhuri kabisa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sasa unaweza ukafika Arafa, Jabalur Rahma labda likawa hapa, sawa jamani, wewe ukawa umefikia huku lakini uko ndani ya Arafa. Kwa hiyo haitakiwi wewe wakati unaomba dua ukawa umeelekea kuliangalia Jabalur Rahma. Huenda kwa hapa wewe ulipo kibla ni huku, sawa jamani. Kwa hiyo wewe unachotakiwa wakati wa kuomba dua uangalie wapi? Kibla, sio uangalie Jabalur Rahma. Inawezekana ikawa mwelekeo wako wa kibla ndio mwelekeo wa Jabalur Rahma. Labda umefikia huku katika Arafa, kibla ni huku na Jabalur Rahma liko mbele yako, ukawa tu umepata 2 in 1 ukapata bonus kwamba mimi nataka angalia Jabalur Rahma na nini, lakini pa kuangalia zaidi ni wapi? Ni kibla. Ila Mtume alisimama hapo katika Jabalur Rahma wakati yuko Arafati, lakini keshatoa maelekezo waqaftuha huna wa Arafa kulluha mawqif. Mimi nimesimama hapa, lakini Arafa yote hii ni sehemu ya kisimamo.
Hivi laiti Mtume sallallahu alaihi wasallam angesema nimesimama hapa na watu wote wa Arafa wasimame hapa, vuta picha, ile jabali kwanza leo lingekuwa mchanga, lingekuwa limeshaisha zamani, hakuna jabali tena. Lakini pia hapo pangekuwa sijui ndio VIP, labda mtu ulipe sijui dola 12,000 ndio upapate pale. Kwa sababu angalia, wakati tunakwenda kufanya tawafu kwa muda wa masaa 24 watu wanakwenda kufanya tawafu. Lakini kila muda unaokwenda unakutana na zahma. Lakini bado kuna nafasi wewe kutufu alhaji kuanzia mwezi 10, 11, 12, 13, 14 na bado hapatoshi. Sasa ya Arafa ile kuanzia saa 7 mpaka saa 12. Alafu ndo mgeambiwa wote lazima msimame pale. La haula wala quwwata illa billah. Kwa Mtume ametufanyia wepesi, lakini wakati mwingine sisi tunataka tufanye nini? Uzito. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Mwenyezi Mungu katika dini hajaleta uzito hata siku moja. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Hakuna mtu atakayetaka kushindana na dini isipokuwa dini itafanya nini? Itamshinda tu. Kwa hiyo yasiru wala tuasiru. Fanyaneni wepesi na wala msifanyane uzito. Jingine الانشغال يوم عرفة، الانصراف من عرفة، الاندفاع الشديد والإسراع بالخروج من عرفة إلى مزدلفة مع ما يصاحب ذلك من الفوضى والإزعاج وعدم السكينة وحصول الخصام بين الناس. الله أكبر. wakati watu wanatoka Arafa wanatakiwa watoke baada al-ghurub, lakini wakati mwingine mnaweza mkaambiwa nendeni kwenye magari yenu saa 11, lakini bado mmebaki katika magari, kwa maana kwamba bado mpo katika viwanja vya Arafa, mkaruhusiwa baada ya maghrib. Lakini unaweza kuruhusiwa baada ya maghrib ukaja kutoka saa 3 au saa 4, au wakati mwingine usipate gari hiyo saa 10 wala 11, ukaja kupata gari saa 2 saa 3. Watu kuto kugombana, kuto kupambana. Nyinyi mnachotakiwa kukaa katika mahema yenu, mmetulia. Viongozi wenu ndio watakuja kuambia sasa, jamani, nizamu ya Raudha kwenda kuingia katika gari kuondoka Arafa kuelekea Muzdalifa. La yahitaji ila ziham, la yahitaji ila mushatama. Haitakiwi kutukanana, kugombana. Jamani, vipi mpaka saa hizi? Umetuambia tuondoke baada ya maghrib saa 3 hii. Huko Muzdalifa tutafika saa ngapi? Anasema adam al-indifa', adamu sakina. Fa idha afadtum min arafatin fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin thumma afidu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah. Mnapoondoka kutoka Arafati, ondokeni kwa sakina, kwa wakari, kwa utulivu na hudu, huku mkiwa mnamuomba Mwenyezi Mungu na mnamtaja kama mlivyokuwa mnawataja baba zenu. Kwa maana ya vipi? Watu walikuwa wakiwataja baba zao kwa wingi, kwa kujifakharisha, kila mtu mimi hivi. Sasa wanakutana tena makabila pale tofauti. Mimi nimetokea Bani Abdi Manafi bwana, mimi nimetokea Bani Kilabi, mimi nimetokea hivi. Wazee wangu ndio wenyeji wa Maka hapa, ndio hivi. Sasa Mtume Mwenyezi Mungu kaambia fadhkuru Allah kadhikrikum abaakum. Kama mlivyokuwa mnawataja kuwasifia baba zenu, ukoo wenu, basi mtajeni Mungu mumsifie. Yaani Mungu sasa ndio anatachukua, ana replace ile sehemu ya nyinyi kuwataja baba zenu. Lakini kama mlivyokuwa mnawataja baba zenu kwa wingi, muda mwingi mnapiga soga katika kuonyesha mimi mtoto, basi muda mwingi pia mtumieni kumtaja Mwenyezi Mungu. Fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Na ikiwezekana mumtaje Mungu kwa wingi kuliko vile mlivyokuwa mnawataja baba zenu na kujisifia na kujipamba na kufanya nini. Sawa jamani? Kwa hiyo tunapotoka Arafati tuondoke katika utulivu na upole, bila makelele, huku tukimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuelekea Muzdalifa. La mwisho, تأخير صلاة المغرب والعشاء حتى يتم الوصول إلى المزدلفة الذي قد يستدعي خروج الوقت، وهذا خطأ. فينبغي يصلى المغرب والعشاء جمعا قبل خروج وقتها ولو لم يصل الحاج إلى مزدلفة. Wanaweza watu wakatoka kuelekea Muzdalifa, labda wamechelewa mpaka saa 5 saa 6. Ikishafika muda huo
ikishafika muda huo na bado watu hawajatoka, tunapitisha swala, tunakuja kuswali wakati muda umeshatoka, au tunaswali tukishaona saa 5:30 saa 6 hatujatoka, basi ni bora watu waswali ili kuikinga swala, hata kama utakuwa umeswaliwa Arafat au umesaliwa kabla ya kufika katika sehemu ya kupumzika kwako Muzdalifa. Lakini ikiwa ni saa 12, saa 1, saa 2, bado muda wa Isha unao, basi wewe inakulazimu salatul maghrib wal isha ukazichanganye kule kwa kuchelewesha. Nimesema sharia ina balance. Lipi tunalipitisha katika muda gani kutokana na mazingira gani? Kwa tunajua tumesoma hapa salatul maghrib na Isha tunaswali wapi? Muzdalifa. Lakini je, hujapata usafiri, hujatoka mpaka saa 6 uko Arafa, unafanyaje? Unaswali. Kwa sababu salatul maghrib wal isha ni sunna, sio katika wajibu jamani, si ndio? Wajibu wetu ni kulala Muzdalifa, si ndio? Lakini je, ni wajibu au ni nguzo kuswali maghrib na Isha? Ni lazima kuswali maghrib na Isha. Tutakapofika sehemu sasa hatuna uwezo wa kuipata maghrib na Isha Muzdalifa kutokana na mazingira, tunaona kabisa hapa tunapitwa, tukifika kule inaweza kawa saa 9 usiku, basi ni bora kuswali maghrib na Isha ili muda usitupite, alafu tukasubiri tukapata nguvu yetu ya kuondoka kwenda kuelekea Muzdalifa. Akhta'un tata'allaq bil Muzdalifa, baadhi ya makosa ambayo watu huwa wanayafanya wakifika Muzdalifa. Albad'u bi jam'i al-hasa qabla ada'i as-salawat. Watu wanaanza kushughulishwa na kuanza kuokota mawe kabla ya kuswali. Tunafika pale anakuta, kwa sababu nasema haya mambo utayaona ukifika pale, unakuta watu wanaokota mawe na wewe tena unamzuka kesho kumpiga shetani, na wewe unaona hapa unaona kama vile mawe yataisha. Sijui kwa serikali ya Saudi ya pale mawe ni vile, au ikifika hizi zama wanakuwa wanayashusha na manake mawe miaka yote hayaishi pale, tawakota vya kuokota, na ni mawe ambayo tumesema kama hasa kama punje za maharage zile, sio jiwe kwa maana kwamba kokoto kubwa. Ukifika hata umekosea kuirusha, basi inampiga mwenzako, inamtofoa la. Kwa hiyo kwanza kabisa, cha kwanza utakapofika pale ni kufanya utaratibu wako wewe kufanya nini? Wa swala unapofika Muzdalifa, kabla ya kuanza kujishughulisha na mengine, kuokota mawe, sijui kwanza sababu mimi nina njaa katafute chai kwanza, sijui nikafanya hivi, la. Shetani alisema juzi hapa, kama unaweza kuchukua mzigo kutoka Arafa, hata katuni nzima ya maji beba, sawa jamani. Lakini ukifika, cha kwanza ni kufanya nini? Kuswali. Lingine, tahawunu al-ba'd fi al-mabit bi Muzdalifa wa huwa amrun wajibun, fa ala man taraka dhalika mutaammidan fidyatun yadhbahuha fi Makkah wa yuwazzi'uha ala fuqara'iha duna an ya'kula aw yahdiya minha. Kuna baadhi ya watu wanachukulia simple kulala Muzdalifa, sawa jamani. Anatoka huko Arafati moja kwa moja anaenda zake Mina. Tumesema hapa wale wenye a'dhar, mardha, wagonjwa, si ndio, wamepata madharura, hapa unaweza usiondoke Muzdalifa, ukaondoka Muzdalifa usilale, lakini alaika fidya. Lakini wewe ambaye kwa maana kwamba huna tatizo lolote, unapita Muzdalifa juu tu la, lazima ufanye mabiti bil Muzdalifa, upitishe usiku pale kama masaa yako 4 tegemea umefika muda gani, sawa jamani. Kwa hiyo tusilipuuze hili. Ihya'u lailati Muzdalifa bi salati nafila wa nahwiha min al-ibadat al-ukhra. Mtu kafika Muzdalifa usiku kucha anafanya ndo qiyamul layl, kashinda kule kutwa Arafa kumuomba Mwenyezi Mungu, anafika pale Muzdalifa, akifika yeye ni salati baada salati. Kila kitu kina wakati wake. Mwili wako uliochosha ya Arafa mpaka umezuiwa kufunga ili uwe na nashati ya kuweza kufanya ibada, hapa Muzdalifa wewe nienda kapumzike. Swali swala yako ya maghribi na Isha, ukimaliza pumzika, ili
isti'dadan li a'mali yawm an-nahr, kwa sababu kesho yako ni siku ngumu sana. Siku ya yaumun nahr, hiyo siku ya kuchinja ambayo ndio siku ya hija, una mambo mengi. Unaweza kufanya ibada zako za sunna Muzdalifa, baada ya kupumzika na kulala ukaanza kuswali mpaka alfajiri. Sasa inafika ndio muda sasa tuende tukatupe mawe, tuende sasa sijui tukachinje, tuende sasa labda tukafanya tawafu. Yale matendo ya siku zile yakakushinda, umefanya sunna umeacha wajibu. Wa hadha yahduthu kathiran. Kuna mtu unamkuta anasimama hata katika shahri Ramadhani, anakaa qiyamul layli kuanzia saa 8, saa 9, saa 10 anamaliza na kula daku ile dakika 20 au nusu saa za kusubiri fajiri, au piga anakuja kuamka saa 3. Kajikita katika kutekeleza sunna, lakini kaja kupoteza jambo la lazima. Kwa hiyo hata hizi ibadat zinatakiwa kwa level una akili yako. Hapa mimi nikiswali mpaka saa 10 nitashindwa kuamka. Au mimi naamka saa 9 nikipiga nao uwezo kufanya mpaka saa 11 na kuswali na kupumzika. Au mimi napiga saa 6 mpaka saa 8 inanitosha na lala ili niamke saa 11 ni swali. La nudayyi hadha bitilka. Tusipoteze hii kwa lingine. Jengine, mtu kuwa anashughulishwa na kukusanyaji wa hayo mawe. Tulisema la kwanza ni ile kwamba mtu kuacha swala kuanza na mawe. Lakini wakati mwingine anaweza akawa kesha swali, basi inawezekana muda wote anaokota mawe tu, anafanya intiqa. Kama vile kaenda katika saili, linafaa. Yaani unatafuta mawe mazuri. Sheikh Taha alisema juzi, unatafuta mawe mazuri ambayo labda unayatuliza mpaka perfume. Unaenda kumpiga shetani, alafu unamtafutia kipigo kilichokuwa kizuri, unayaosha, la yushra. Hayapo hayo katika mafundisho. Kota mawe yako, weka, nenda kampige shetani. Hapa kuna makosa yaum rami al-jamarat. Sharajab, muda bado upo? Umekwisha. Inshallah panapo majaliwa tutaendelea kudokezana na dakika 5. Basi kama dakika 5 kabla ya ustadhi. Kama dakika 5 tusome mambo ya jamarat, alafu tutakuja kugusia kuanzia kuchinja. Katika jamarat tutasoma kwa haraka. اعتقاد كثير من الحجاج أن الرمي لا يكون مجزيا إلا في أول الوقت بعد الزوال، وهذا خطأ يؤدي إلى شدة الزحام عند الجمرات. أنا سمع watu wanaitakidi kwamba kwenda kutupa mawe hauwezi kuwa labda ni sahihi kutupa mawe wewe ila baada ya zawali. Yanaweza kuambia watu, jamani, tutoke saa 3 twende tukatupe mawe, tutoke saa 4 twende tukatupe mawe. Mtu kwa sababu ameambiwa sunna ni baada zawali, kwa maana ile saa 6:15 na nusu, basi anakwambia mimi siendi na kwenda muda huo. Haya tufanye wote ndio mmetoka baada zawali. Kukoje kule? Na kwenda kuuana. Kwa hiyo muda uliokuwa bora ni muda baada zawali, lakini hatuwezi watu wote tukaupata ule muda. Sawa jamani? Kwa hiyo inafaa na inaruhusiwa kutoka kwenda kutupa mawe hata kabla ya zawali, ili kuondoa matatizo ambayo watu wote wanataka ya zawali. Lakini pia hata katika wakati wa zawali, wale wagonjwa, wale ambao hawawezi kumudu jua, ndio muda wa jua. Sawa jamani? Ndio muda wa jua. Kwa hiyo wakati mwingine viongozi wanakuambia tokeni saa 3 saa 4, wakati mwingine wanakuambia tuondokeni baada salati al-asr. Tutoke tuende muda huo kidogo jua limefanya nini? Limepungua, tunakwenda. Lakini pia dhannu al-ba'd anna ash-shaytana fi makani al-jamarat. Kalisema shekhi kwamba watu wanajua kwamba hapa ndio sehemu shetani yupo. Yaani mtu anaitakidi kwamba hapa ndio kuna shetani hapa. Yaani jamarat hapa ndio kuna shetani. Lakini pia wa annahum yarmuna ash-shaytan. Yaani mtu anaona kwamba hapa sasa ndio nampiga kweli shetani hapa. Yule ni shetani na ndio yupo. Yaani anatasawwari kwamba huyu ndio. Ile ni iqtida, taasi, ni kufanya tu kama walivyokuwa wanafanya. Nani ambaye aliletewa mtihani wa kumchinja mwanawe? Ismail au Ibrahim? Ibrahim, si ndio?
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka. Yani mzito sana. Yani kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, kipindi ambacho sasa ndio anafika Ismaila, kipindi sasa cha kutembea na baba yake, cha kuanza kutafuta maisha na baba yake. Yaani ndio kipindi ambacho mzazi unasema sasa ndio sasa najisikia naanza kutembea na mwanangu, namfundisha vitu vyangu, naweza nikamfanyia hivi. Sio kile kipindi cha miaka 2 3, balagha ma'ahu sa'ya. Ndio kipindi hicho anamwambia mwanangu, mimi naona nimeota na kuchinja. Kipindi cha kuanza mafanikio, wewe ndo unaondoa ndoto yako. Kipindi ambacho ni contradictory, vinakinzana. Sasa kama haujakuwa na uthubutu wa maneno ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, huwezi kutekeleza. Kwanza mwenyewe unakuwa na wasiwasi, alafu anakujia yule shetani sasa. Ndio anakuambia unamchinja mtoto wako, unachinja mustakbali wako. Unaona? Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim akawa kama anafanya kumfukuza yule shetani anayemjia. Kwa hiyo na sisi tunakuwa kama taasi kwamba hapa Ibrahim alimjia haya akafanya 1 2 3. Na ndio maana tunaambiwa tuchukue tupunje vidogo, tukifika pale pamoja na yote tufanye Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Yani yote tunamkumbuka Mwenyezi Mungu. Sio unafika pale laana Allah, laanatullah alayka shetani. Unatupa viatu, wengine wanatupa sijui mamniamvuli, wakifika pale ndo umeshaona mwisho mnakuja mnatofuana. Kwa hiyo ile dhana iwepo, iwepo dhana kwamba nini ninachokifanya kwa sababu gani. Lakini nyingine ayakuna rami bi shiddatin wa shaghaf au unf, kutupa kwa nguvu. La, bismillah Allahu Akbar. Sio kama vile unakusudia kwamba sasa anampiga kunguru yani unataka kumuumiza. La, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. رمي الحصى بكف واحد وهذا مخالف للسنة لأن الواجب رمي الحصى واحدة فواحدة مع التكبير. kurusha, umechukua simu yako 7 kayaweka yote 7 amkupuo bismillah Allahu Akbar, nimemaliza, unaondoka. Rusha moja. Hadi akhta, naweza kumkuta mtu akafika pale akawa anafanya hayo mambo, lakini anafanya kwa kukosea. Taqaddum ba'd al-hujjaj ila al-jamarat bi'unf wa shidda, ilipo kwa maana kwamba mtu anakuwa anakwenda kwa kusukumana. Wewe unakwenda kule huko ukiwa unapiga takbira yako, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Shuur unamtukuza Mwenyezi Mungu. Yaumul Eid inakuwa hiyo mara nyingi. Kwa mnakwenda huko mkiwa na furaha kwa kutimiza mambo yenu, mnakwenda kutuba. Kwa hiyo hamna haja ya kugombana, kukinzana, kufanya nini. Lakini pia watu wanakuwa wanasahau kuomba dua baada ya kutupa lile jiwe la kwanza. Unatakiwa kama siku ya kutupa jiwe moja, sawa, utatupa jiwe moja utaondoka. Lakini kama unagonga vijiwe vyote 3, viguzo 3, ukishapiga cha kwanza mara 7 unasimama unamuomba Mwenyezi Mungu. Ukishapiga cha pili unasimama unamuomba Mwenyezi Mungu. Ukishapiga cha 3 unafanya nini? Unaondoka zako kurudi katika makazi yako ya Mina. Nadhani tuishie hapa, ni mengi lakini kwa sababu tunasema ni vitu ambavyo vinaendelea kila wakati na maelezo na maelekezo yataendelea. Tuishie hapa kwa kusema inshallah subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran kwa Sheikh Muhammad kwa yale aliyotufundisha. Nadhani tumefaidika. Na Allah akulipe kila la kheri. Amin ya Rabbi. Lakini akupe umri mrefu. Amin. Ili umma uendelee kufaidika. Amin ya Rabbi. Nilimpa dakika 5 kwa maksudi. Dakika 5 baada ya kuwa amezungumzia jamarat. Nikampa hiyo dakika 5 ili azungumzie masuala ya kurusha vile vijiwe. Manake kuna watu nafikia hatua
anadhani anamuona shetani, anarusha mawe yakisha anachukua viatu anapiga. Hayo ni matukio ambayo yameshatokea. Mtu anachukua viatu anapiga bwana. Lakini katika vitu ambavyo tunaendelea kushauriana na kuhimizana ni kuweza kupata maelekezo ya viongozi katika hayo, kuanzia huko tulikotoka mpaka hapo Jamarati. Nakumbuka mwaka jana kuna tukio lilitokea pale Jamarati. Kuna mzee mmoja mpaka nilimpa jina kwamba wewe ni imamu wa Jamarati. Na bahati nzuri ndugu zake wako hapa na wananiangalia. Yule mzee baada ya kusoma ile somo la kunyoa kwamba bwana ukisharusha mawe utaenda kunyoa, alichokifanya alirusha ile mawe afu akawa anatafuta saluni pale pale Jamarati pale. Mzaka akamwambia Sheikh bwana, nadhani unakumbuka kwenye grupu watu wanaona kuna ndugu zake wapo Marekani, wapo Uingereza huko walikuwa wanatafuta. Rajabu baba yetu amekufa, baba yetu yuko wapi? Nadaiwa baba yao. Yule mzee alichokifanya kwamba baada ya kuitafuta anyoe pale pale Jamarati. Kuna mzee mwingine walikuwa naye, akamwambia hapana, tuliambiwa kwamba ukisharusha unarudi kwenye mahema kule. Ndio tunaenda kunyoa, akamwambia wewe hukuelewa. Yaani wewe katika ile somo la jana kunyoa wewe hukuelewa. Tumeambiwa ukimaliza kurusha mawe unaenda hapo hapo unanyoa. Kwa hiyo katika kuzunguka anatafuta sehemu za kunyoa, grupu likaondoka. Yule mzee amekaa Jamarati siku 3. Ndio maana nikampa na jina wewe ni imamu wa Jamarati. Nimeenda kumtafuta kwa muda wa siku 3 namtafuta yule mzee. Alafu siku ya pili nadhani nakumbuka kumbe kaniona. Alivyoniona nimezunguka pale pale kuna hospitali kubwa ya inaitwa ya Mina. Nikamwambia hebu nenda hospitali pale mimi nakuja. Na pembeni ya hospitali kuna msikiti mkubwa. Akaenda siku ya pili mimi nimeenda nimezunguka, siku ya kwanza sijampata. Siku ya pili lakini tunawasiliana tu. Sasa bana uko wapi? Niko hapo. Uko wapi? Akaniona, alivyoniona hakuniita. Nimezunguka pale mpaka saa 5 nadhani usiku. Nilivyorudi akanipigia akaniambia nimekuona bwana. Umeniona? Wewe umevaa kanzu hivi. Na mlikuwa mpo wawili. Nikamwambia kama uliniona kwa nini hujaniita? Mimi nimekuacha kwanza umenidharau. Kwa nini kunisalimia? Unaona kwa nini kunisalimia bwana? Mimi nimekuacha tu umepita. Afu mimi hapo ndo nilishachoka ni kila kitu. Nikamwambia haya bwana. Bahati nzuri Allah akampa maradhi pale kama ya kiafya tu, kateteleka watu wakambeba wakampeleka hospitali. Tumpeleka hospitali baada ya siku 2, baada ya siku 3 ile siku ya mwisho ndio tunatarajia kutoka Mina turudi Maka. Akanipigia, akaniambia, "Rajabu mimi nipo Maka. Nipo hotelini." Upo hotelini? Hoteli gani? Hii tuliofikia hii. Nikamwambia hebu nenda hapo mapokezi mpe simu huyo kama kweli upo hotelini. Akaenda akampa yule kijana pale. Nikamuuliza bwana vipi? Huyo uko wapi? Uko naye hapa? Sema yupo hotelini. Vipi? Akasema kaletwa na gari ya hospitali. Nikamwambia sasa bwana wewe hapo ulipo hapo. Maana pembeni ya hoteli kulikuwa kuna msikiti wa Wahindi. Nikamwambia hapo ulipo hata huo msikiti wa Wahindi usikanyage. Yaani uswalia umo ndani mpaka mimi nifike. Akaniambia na mimi hata haramu mwenyewe sitaki. Kwa hiyo alhamdulillah tukafika tukamuona na ndugu zake. Huyo mzee nikimtaja jina tu kuna wengine watamfahamu hapa lakini tutamstiri. Ndugu zake huko nikawapata alikuwa jamani amepatikana. Tunaomba tumsikie sauti yake. Nikampigiana hawa huyo hapa wakaongea naye alhamdulillah. Yule mzee kwa kweli hata ile kufanya ile tawafu ilifadha hakutaka. Akasema mimi hapana msibuko tena bwana. Rajabu sio unaweza kunifanyia? Nikamwambia tutaenda na mimi. Wewe tutaenda na mimi nitakupeleka utafanya tawafu ilifadha na utarudi. Kwa hiyo wale wazee wote wawili ambao alikuwa anamshauri kwamba bwana tumeshauriwa turudi, wote waliugua pale pale Mina pale Jamarati. Wote wakalazwa. Unaona? Kwa hiyo hakuna mtu alikuwa anamwambia mwingine. Wote wanaangaliana hivi. Mwenzake anamwambia wewe kama Rajabu umemuona kwa nini hujamuita? Sasa mimi sijamuita kanidharau bwana. Ananipita. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hilo kwamba
tujaribu kufuata maelekezo. Kwamba bwana tufanye hiki, tufanye. Bwana hichi usikime. Hata kama utakipenda. Unajua kuna wengine kwamba mimi ndege mbona kila wiki mimi napanda tu hapo. Wewe utaniambia kitu gani? Mimi kila wiki mimi napanda ndege. Lakini safari ya kwenda Marekani, kwenda China, kwenda Canada, kwenda wapi ni tofauti na safari ya haji. Tofauti kabisa, yani ni mashariki na magharibi hiyo. Kwa hiyo tujaribu kuishi katika mazingira kama hayo ya kuweza kuwatafuta viongozi wetu kwa wametuambia nini, wametuamrisha kitu gani. Sote tupo tayari kuwasimamia ili ibada iende sawa sawa. Hatupo tayari kwamba tunawapeleka kule ndio tutawatupa. Hapana. Pamoja kuna matukio mengi tu waga yanatokea, unakuta mtu anaondoka. Mwaka jana mimi kuna mtu tulikutana na Swafa pale. Anaenda lakini hajui. Bahati nzuri alikuwa ni mtu wa Afrika Mashariki magharibi, mtu wa magharibi. Ananiuliza bwana hivi Swafa ni huku ni huku? Nikamwambia wewe huo ni mzunguko wangapi? Anaambia kama 5 wangapi? Kwa hiyo hujajua kwamba Swafa ni wapi wala ni wapi. Nikamwambia twende tukaanza huko Swafa. Nikampeleka nikamwambia Swafa ndio hii na Marwa ndio ile kule. Kwa hiyo kuna vituko vingi huwa vinatokea. Kwa hiyo kuna wengine hata kile chakula hotelini. Labda chakula kinaletwa ni saa 8. Atoka adhuhuri msikitini kakuta gari imesimama pale inagawa chakula. Yeye tayari kaenda kupanga foleni. Watu wengi wanapanga foleni pale. Mara mnakutana naye ana mifuko. Huyu, bwana vipi? Mimi tayari. Sio tayari chakula kule hotelini kipo. Mimi kimechelewa bwana. Mimi nimeona niwahi hapa. Shekhe, inakuwa kile chakula tunaenda kumwaga. Kwa hiyo vitu vyote hivi ni vitu ambavyo huwa vinatokea na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujiepushe navyo. Kiongozi akikwambia hiki fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Tumemsikiza Sheikh Muhammad wakati anatuambia makosa huwa yanatokea katika maeneo kama haya, ima Arafa au Muzdalifa au Mina au kwenye tawafu au kwenye sa'i. Ni vitu ambavyo vyote hivyo huwa vinatokea. Mtu anafanya tawafu na huko anajirekodi. Unaniona? Unaona Yaani hii ndio kama unaona? Na maana hapo kapiga moja kuna watu wanawaambia, hii ni ibada. Na kitu kibaya katika ibada ni ria. Kujionyesha kwamba kuna mwingine bwana Muhammad, unanitaja Muhammad juzi tu mimi nimetoka Maka, maana hujui. Sema alhaji bwana. Sema hajati bwana. Hajati Halima bwana. Halima unaniita tu kama mtu wa kawaida. Kwa hivyo yote ni ria. Na katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha ni katika ria. Unaona, ambaye inakupeleka katika shirku asghar. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tujaribu kufuata maelekezo ya viongozi wetu. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika yote ambayo yalozungumzwa na Sheikh Muhammad na mashaikh wengine waliopita yao katika nyoyo zetu na tuyafanyie kazi. Lakini kama tulivyozungumza tuna mgeni hapa Sheikh Juma. Sheikh Juma ni mgeni wetu. Tutampa dakika 5 wakati nadhani maswali yanaandaliwa. Mimi niseme tu jambo moja. Napenda niseme maneno mawili. Jambo la kwanza linaitwa tabdidu makhawif al-hujjaj. Tabdidu makhawif al-hujjaj ni hali ya kuondosha hofu za mahujaji. Kwamba nyinyi sasa hivi ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yaliyoelezwa kuna baadhi yetu sisi wanaona hivi nitaweza kweli kuyashika yote haya yaliyoelezwa na Sheikh Muhammad. Kuna mtu ana hofu na anaamini ibada hii itakuwa ni nzito kwangu, itakuwa hivi. Kwa hiyo kwenye hii tabdidu makhawif al-hujjaj, kuondosha hofu za mahujaji, napenda niwaambieni Raudha kwa kuwa ina viongozi imara upande wa kina mama na upande wa kina baba. Ifahamike wazi kila kituo katika hivi vituo vyote vilivyotajwa vya hija au vya kutekeleza ibada kuna kiongozi, na wala usione kwamba mimi sikuandika yote, sina uwezo wa kuandika, mimi mtu mzima, sasa itakuwaje, nitafanyaje ibada?
ondosha hofu. Utaratibu ni hafifu, mdogo, mchache sana, kiasi ambacho wewe siku ya kutekeleza unaweza ukaona kwamba sasa mbona jambo lenyewe ni jepesi kiasi hiki. Lakini siri ya mafanikio kama alivyosema Sheikh Muhammad na Al-Habib hapa, siri ya mafanikio ya ibada hii kuanzia ya umra mpaka hija ni wewe kuwa samii wa taana. Kwa bwana, mimi nakusikiliza na kutii, fuata kiongozi anavyotaka. Na nigusie kidogo kwenye ile swala la kwenye tawafu pale aliposema kuna watu wanapoanza ile ibada hapa inatakiwa kupata sunna ile ya kugusa au kunusa kubusu pale. Lakini ukishashindwa namna hiyo, hakuna haja wewe kutumia kuwa, yani nguvu, lazima upambane. Sasa ukiwa na kiongozi, ukitaka wewe kupata hamasa ya kwenda kulifanya hilo, kiongozi anakuambia hapana, usifanye hivi, twende. Lakini ukiwa wewe peke yako, ni jambo ambalo linatia hamasa pale kwenye ile shughuli ya ibada. Wewe unaona wale Waturuki wanakimbilia pale, wewe kwa nini usifanye? Unapata hamasa na wewe ya kwenda kulifanya lile. Lakini ukiwa na kiongozi atakwambia hapana, hii usifanye, si sawa sawa, twende. Kwa hiyo mimi niseme kwa ufupi kwamba ondosha hofu kwenye haya yaliyoelezwa. Ni mambo rahisi kweli, wala hutoshindwa. La pili nilipenda niseme, na ndo la mwisho, kuna kitu wanaita ainul ulfa au ainul ulfa. Ainul ulfa ni dhana ambayo ipo kichwani. Mimi napenda niseme kwenye mtazamo wa akili. Mtu yoyote ambaye hajafika katika mji wa Maka, ukiwa na hiyo ainul ulfa, lazima utapata tabu siku ya kwanza ulipofika katika mji wa Maka na kwenda kuiona Al-Kaaba. Ainul ulfa ni nini? Ni lile jicho la kufananisha mji wa Maka na mji uliotoka. Ukifika katika mji wa Maka, mji huu wa Dar es Salaam wala hauna tofauti na Maka. Magorofa yaliyopo hapa Maka mjini hapa ndio yaliyopo Maka. Barabara zilizopo hapa Dar es Salaam ndio zilizopo Maka. Wakati mwingine kuna baadhi ya barabara zina mashimo. Ukiondoka wewe na mawazo kama mimi nikifika Maka labda nitakuta ni mji fulani hivi, alafu nikiingia labda itapatikana ihtizazi, mwili wangu utasisimuka kuonesha kwamba sasa nimempokea Mwenyezi Mungu. Ukifika kule mazingira ni ya kawaida tu, ni kama hivi. Lakini nini kinachotakiwa wewe ukifanya? Ni wewe kufahamu eneo lile la Maka na Madina ni moja kati ya maeneo matakatifu. Yanahitaji wewe shuhuria, jambo la hisia ndani yako. Ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufanya mji ule wa Maka kuwa ni mji wa baraka. Tumia fursa ya wewe kuwepo pale kumwambia Mwenyezi Mungu, kuomba dua, kutulia, kutokuleta hisia kwamba upo katika mji wa kawaida, yani ukawa unatembea kama kawaida tu, unazungumza na watu kama ulivyokuwa huku. Lazima mazungumzo yako yawe yana khushui. Mazungumzo yako lazima yawe yana mipaka. Macho yako yanatakiwa yawe na mipaka. Lakini pia hata maneno yako lazima yawe na mipaka. Kwa nini? Kwa sababu aljawarih, viungo hivi vya mwanadamu, vimegawanyika katika aina 3 za utendaji. Aina ya kwanza ni khuluqiyya. Yani mtu yupo kwenye masuala ya kimaumbile. Mfano jicho hili. Tabia ya jicho lilivyoumbwa halina mipaka. Sasa wewe ukiwa katika mazingira ya mji ule wa Maka au mji mtukufu wa Madina na upo kwenye jambo la kiibada, jaribu kuyachia macho yako yakaangalia kila kitu. Na jaribu kulinda ulimi wako, usizungumze kila unachokitamani, kila unachokiona, kwa sababu ukifanya maskhara unaweza kujikuta ibada yako yote inaharibika. Kwa hiyo ainul ulfa, lile jicho la kutokufananisha au jicho la kufananisha mji wa Maka na mji huu, yote ni miji, magorofa. Kuna wakati magorofa ya pale ya leo utakayoyakuta yanafanana na haya ya Dar es Salaam, haya yaliyopo hapa. Sasa isifikia wakati wewe ukaanza kusema bwana, mji wenyewe kumbe mji wa kawaida tu, hata ibada yenyewe itakuwa ya kawaida. Ukihisi hivyo ujue utakuwa umeharibu na utafeli, utajikuta hata ibada yako yenyewe inaharibika. Mimi naomba niishie hapa. Kwa hiyo
nafikiri haya yaliyoelezwa tuyafanyie kazi, na jambo kubwa ambalo mimi nimefurahika sana haya yaliyoelezwa, akhta wa zalal, yale makosa na mitelezo ambayo huwa inatokea kwenye ibada. Unajua kuna vitu vingi ambavyo leo kwenye warsha nyingi au semina hizi za mambo ya hija, kuna watu huwa wanaghafilika. Mtu haelezi kwa utamu na ufasaha kama huu ulioelezwa. Wewe unaambiwa bwana, kwa mfano nilikuta mtu mmoja, hiyo al-itba' ambayo ya kushusha bega moja. Yani mtu hakubali, anakuambia baada ya kumaliza ile tawaful qudum, sawa, amemaliza na kashafanya tahlili ile, kamaliza, karuhusiwa kuvaa nguo zake, akirudi hotelini anarudi tena kuvaa na anapiga bega moja wazi. Kokote kule anakwenda yuko bega wazi. Sasa shekhe, bwana hapo ukishamaliza hiyo, ukishahalalika wewe, unaweza kuvaa hata nguo zako. Achilia mbali ile kuirudisha huku. Yani kuvaa nguo zako zile za kawaida inawezekana. Kwa hiyo kwa kifupi nirudie tena maneno yangu nilianza nayo mwanzo kwa kusema ondosha hofu kwenye haya yaliyoelezwa. Hakuna zito hata moja. Kwa nini hakuna zito? Kwa sababu viongozi wapo. Na nifunge maneno yangu na dadangu yupo hapa katika mahujaji. Nilikuwa namwambia kwamba usipate hofu. Viongozi wapo. Kama hizi aya zote mimi nitazihifadhi vipi? Kwa mfano haya yote aliyoyaeleza, hii aya 158 sura al-Baqara ndio aya pekee ambayo wewe utasimama pale kwenye Safa na Marwa. Na ushaambiwa wewe itasomwa mara moja na kiongozi yupo, atakupeleka hatua kwa hatua. Ataanza pale inna safa, na nyinyi mtasema wal marwata min sha'airillah mpaka mwisho. Ukimaliza pale wewe kazi yako ni kwenda Safa na Marwa. Alafu katika jambo moja Sheikh Muhammad nilikuwa niliposikia wakati unarekebisha nikatamani uliseme. Pale kwenye Safa na Marwa kuna mtu ushawahi kumuona amefanya mara 14. Yaani kwa macho yani. Nafikiri lilipo sana. Yaani mara 14. Akitoka Safa anakwenda Marwa, akirudi Safa anahesabu moja hiyo. Yani mtu anakwenda ile Safa, utaratibu ni kwamba wewe ukitoka Safa ukienda huku Marwa tayari idadi inapungua. Ukienda Safa ukija Marwa idadi inapungua. Mpaka unapokuja kumalizia wewe utaona sehemu ulipomaliza wala haifiki ile idadi kwamba lazima uende urudi ndio hesabu moja. Uende urudi. Ukifuata kiongozi jambo lako linakuwa rahisi. Lakini ukijiongoza mwenyewe utajikuta unafanya mara 14 au mara 21. Na ndo kila mara ukifika pale lazima tena uanze aya, ukimaliza tena uanze aya, ukimaliza uanze aya. Kwa hiyo mimi nifanye hitimisho langu kwa kusihi kwamba tutengeneze fikra njema na tuwe na matumaini kwamba ibada hii itafanyika kwa usahihi chini ya viongozi imara wa Raudha. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yardahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.